السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amir al-Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, leo nimetoa hutuba ya Idi pia, hivyo wakati huu nitatoa hutuba fupi. Kwa ajili yake nimechagua maandiko ya Dr. Masihi Maud alayhi wassalam ambayo daima yatupasa kuyazingatia. Anasema ya kwamba husiano za muumini kadiri zinavyopanuka kwa dunia zinakuwa sababu ya kumpandisha katika daraja kubwa, kwani shabaha yake inakuwa ni dini. Husiano pana kwa dunia zinaweza kuwa bora ikiwa shabaha zake ziwe dini, yani husiano kwa dunia shabaha zake zinatakiwa kuwa dini tu. Hiyo ni alama ya muumini, na dunia na mali na vitu vyake vinakuwa kama mtumishi wa dini. Basi jambo halisi ni hili ya kwamba shabaha yake isiwe dunia, bali katika kujipatia dunia shabaha yake halisi iwe dini. Mkichuma dunia, shabaha yenu inapaswa kuwa hii tu kwamba dini yetu iboreke na kazi yetu ni kuitumikia dini. Hata kama mnachuma dunia, basi mufanye hivyo ili dunia iboreke, na sio kwamba kwa kufanya kazi mbaya dunia iharibike na akhira pia iharibike, bali kwa ajili ya kuboresha akhira na kwa ajili ya kuboresha dini yatupasa kuchuma dunia. Alisema kwamba yeye aichume mali ya dunia kwa njia hii kwamba dunia iwe mtumishi wa dini, kama ambavyo kusafiri mahala pamoja kwenda mahala pengine kwa ajili ya safari mtu anachukua kipando na masurufu. Shabaha yake halisi inakuwa ni kufika kwenye mahala pake na sio kipando au masurufu. Vitu hivi vyote tunavyovichukua pamoja katika safari ili kuturahisishia, shabaha yake inakuwa ndio hii kwamba safari imalizike kwa raha na sisi tufike kwenye mahala petu. Alisema kwa njia hiyo hiyo mtu achume dunia lakini akiichukulia kuwa mtumishi wa dini. Mwenyezi Mungu ametufundisha dua hii kwamba rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. E Allah, utujalie mema ya dunia na mema ya akhira. Anasema ya kwamba mafundisho hayo aliyoyatoa Mwenyezi Mungu kwamba rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana, humo pia ameitanguliza dunia. Lakini dunia ipi? Kwanza ameiweka dunia, lakini kwa nini? Ni dunia gani aliyoiweka kwanza? Hasana ya dunia ambayo iwe sababu ya kumletea mwanadamu hasana ya akhira, dunia ambayo akiifikia apate faida katika akhira, apate vitu vya dunia ambavyo viwe sababu ya kumletea mema na hasana katika akhira, na sio kwamba katika akhira tulazimike kukabiliana na majuto.
tukiangukia dunia tutalazimika kukabiliana na majuto. Anasema kwamba kwa kuona mafundisho yaliyotolewa katika dua hii tunapata kuelewa wazi kwamba muumini katika kujipatia dunia anatakiwa kuzingatia hasana ya akhira. Na pamoja na hayo, katika neno la hasanatu dunia zimetajwa mbinu zote bora za kujipatia dunia ambazo muumini muislamu anapaswa kuzichagua ili kujipatia dunia. Muchume dunia kwa kutumia kila njia ambayo kwa kuishika mtu apate kheri, na siyo njia ambayo inaweza kuwa sababu ya kuwaletea wanadamu madhara na shida, au inaweza kuwa sababu ya kuleta hisia za majuto. Dunia kama hiyo bila shaka lolote itakuwa sababu ya hasana ya akhira. Muchume dunia ambayo iwe sababu ya kuleta kwenu faida, bali hata iweze kuleta faida kwa wanadamu, na yasitendeke matendo duniani ambayo yawe sababu ya kuleta kwenu hisia za majuto, na kwenye familia na katika jamaa yawe sababu ya kuleta majuto, bali maisha yawe matakatifu, yawe maisha ya kitawa. Na mkiishi kwa njia hii, basi mtaweza kupata mema katika dunia na kwenye akhira vile vile. Hivyo leo dunia kwa ujumla imezama katika kujipatia maslahi zake tu. Maslahi za ubinafsi zinatangulizwa. Tukiona hali ya kaumu, fikra zao ni kuhusu kaumu yao tu na sio kuhusu wanadamu. Na kwa kuzama katika hali hii, watu hawa wanaendelea kutengeneza nafasi za maangamio yao. Sisi katika hali kama hii yatupasa kumwomba Mungu mema ya dunia na akhira. Katika hali hii tuna haja ya kujikita sana katika swala hili ili sisi tuweze kuboresha dunia na akhira yetu na tuweze kusalimika na kila aina ya maafa. Dunia inaendelea kuanguka katika shimo la maangamio kama nisemavyo. Mwenyezi Mungu atusalimishe. Allah afanye kwamba sisi tupate taufiki ya kuboresha amali zetu, na pia katika swala hili tupate taufiki ya kufanya maombi pia kama nisemavyo kwenye hutuba. Mwenyezi Mungu atujalie kufikia hasana ya kweli na atujalie taufiki ya kufanya maombi bora na pia ayakubali. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.